Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunatoa sehemu ya pili, faida na umuhimu wa kuomba kwa kunena kwa lugha. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu popote alipo. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako ambao tunauachilia sasa, ili ukayaguse maisha yake na ukayajeuze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu usije katika kuongea, katika kufundisha watu na kuwaelekeza. Amen. Sasa tunaendelea na faida nyingine ya kuomba kwa kunena kwa lugha. Kwanza, inakusaidia usichoke katika kuomba. Ukiomba kwa kunena kwa lugha hauchoki haraka. Ukiomba kwa kunena kwa lugha hauchoki haraka. Inakata ile hali ya kuchoka, kwa sababu sio wewe unaomba. Katika kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26 inasema kadhalika Roho tusaidia udhaifu wetu. Kwa hiyo kuna udhaifu ambao unakuta huko wa kibinadamu tu huko ndani yako, lakini ukiomba kwa kunena kwa lugha ule udhaifu unaondoka, kwa sababu sio wewe, ni Roho wa Mungu anaomba ndani yako. Anachokifanya tu pale ni anatumia kinywa cha mwili. Mtu ni roho, ana nafsi na anakaa kwenye mwili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akisha kuja, ukiweza kuomba kwa kunena kwa lugha, akikujalia hiyo ishara ya kunena kwa lugha, sasa na Marko sura ile ya 16 mstari ule wa 15 mpaka 17, hautachoka kwa haraka. Kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 3 mpaka wa 6 inasema kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo unaona, hii lugha ni Roho anavyojalia mtu kutamka. Namna ya kuongea ni Roho anavyomjalia mtu kutamka hii lugha. Kwa hiyo katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2 unaona kabisa ilivyokuwa ile siku ya Pentekoste. Wale wanafunzi walikuwa wamekusanyika mahali, walikuwa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kwa hiyo walianza kusema kwa lugha nyingine ambao hata wao wenyewe walikuwa hawaifahamu. Na nimekuambia kwamba ukinena kwa lugha hauchoki haraka, kwa sababu sio wewe unaomba na akili zako hazijui unachoomba ni nini. Lakini ukiomba kwa akili unachoka, kwa sababu unajua kila unachoomba. Lakini ukiomba yani mtu akinena kwa lugha neno moja sasa na maneno 1000. Kwa hiyo unaweza ukaomba kwa kunena kwa lugha ukashangaa unajibiwa vitu ambavyo hata kwa akili zako ungeviomba havingeweza kujibiwa, kwa sababu unazungumza na Mungu straight, hauzungumzi na watu. Sasa na ile wa Korinto wa kwanza sura ya 14, soma pale mstari wa 14. Sasa faida nyingine ya mtu anayeomba kwa kunena kwa lugha, anafungua mbingu za mahali. Ukiomba kwa kunena kwa lugha unafungua mbingu za mahali, lakini unatunza uwepo wa Mungu katika lile eneo. Unajua, unapoomba kwa kunena kwa lugha kuna kitu kinaitwa ndimi za moto zinatokea, na zile ndimi za moto ni kupasua anga la mahali, kufungua ili Mungu aweze kuzungumza na watu. Na unaona hata kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 3 unasema kukawatokea ndimi za moto zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kwa hiyo katika kunena kwa lugha Roho Mtakatifu anaviashiria tena vingine viwili vikubwa, maji au moto. Hizi ndimi za moto kazi yake ni kuteketeza, ni kuteketeza kila ambacho kisichotokana na Mungu, ni kukiteketeza. Kwa hiyo ukinena kwa lugha, anga la mahali hata kama ni zito kiasi gani linafunguka. Kwa hiyo jizoeze kuomba kwa kunena kwa lugha 1 hour, 2 hour, 3 hour and above. Unavyoomba kuanzia risali moja kwa kunena kwa lugha, masaa mawili kwa kunena kwa lugha, kuna vitu sasa vitaenda kuachiliwa zaidi kwenye maisha yako. Kwa hiyo ninakusihi, kama ulikuwa uwezi kuomba kwa kunena kwa lugha, sasa omba ujazo wa Roho Mtakatifu ili sasa akujalie hiyo ishara ya mojawapo ya kunena kwa lugha. Lakini faida nyingine ya kuomba kwa kunena kwa lugha ni kwamba inakusaidia wewe kama mtumishi wa Mungu kulinda siri za yani kulinda siri za Mungu zisitoke kwa watu ambao ni wa mwilini.
Kwa nini? Kwa sababu kama ni kanisani unaomba kwa akili tu, na watu mle ndani ya kanisa bado wote sio kondoo, kuna baadhi yao ni mbuzi, wanaweza wakaenda wakatapika aina hata ya mambo mliokuwa mnajadili na kuyaombea. Sasa kuna mambo mengine yanaweza yakatokea hata kwenye familia ya mtu, kwenye jamii fulani, au hata kwenye taifa, ambayo hayo ni mambo ya siri sana, na Biblia inasema sisi ni mawakili na wa siri za Mungu. Sasa unapoomba kwa akili mbele ya wale watu, kama hawana uaminifu na utunzaji wa siri za Mungu, yale mambo yanatoka. Lakini kama mnaomba kwa kunena kwa lugha, hawezi kujua nini ambacho ulikuwa unaomba, lakini rohoni Mungu anajua ni nini ambacho sasa ulikuwa unaomba. Na katika lile neno la Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2 anasema, maana yeye anenaye kwa lugha asemi na watu, bali husema na Mungu. Kwa hiyo kama usemi na watu, maana yake hawezi kuelewa basi unachoomba. Si unasema na Mungu, Mungu ndiye anaelewa tu unachoomba. Watu hawaelewi unachoomba. Kwa hiyo hawezi kusema chochote ulichokuwa unafanya kwa sababu hawaelewi. Hiyo ndio faida kubwa sana ya kuomba kwa kunena kwa lugha. Lakini sasa kama ni kanisa, usifanye tofauti, usiombe tu kwa kunena kwa lugha. Utubu pia, kwa sababu ukitubu unalijenga kanisa. Ukiomba kwa kunena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Lakini ukihubiri unalijenga kanisa. Kwa hiyo usianze ukaenda kuanza kufundisha kanisani kwa kunena kwa lugha. Hautaeleweka chochote. Wewe kanisani hutubu. Kama wewe ni mhubiri, maana yake hubiri kwa lugha ambayo watu wanaelewa. Kama ni Kiingereza tumie Kiingereza, kama ni Kiswahili tumie Kiswahili. Lakini lugha hizi za rohoni ambazo Roho anajalia watu kunena, huwezi kuongoza nazo kanisa. Huwezi kuongoza nazo kanisa. Na Biblia inazungumza kwenye Wakorintho wa kwanza 14:40 kwamba mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa hiyo pia kuna namna, sio kila kanisa pia linapenda watu wanene kwa lugha, lakini kunena kwa lugha ni lazima. Katika siku hizi za mwisho watu wengi watajaliwa kunena kwa lugha. Kwa kama kanisa lenu walitambui, nena kwa lugha ukiwa nyumbani, nena kwa lugha ukiwa kwenye usafiri, ongea mambo ya siri na Mungu. Na utashangaa kwamba hakuna mtu anayejua. Kwa hiyo inakusaidia hivyo. Lakini faida nyingine kubwa sana ya kuomba kwa kunena kwa lugha ni hii. Kwanza, unaponena kwa lugha na ukanena kwa lugha kwa muda mrefu, unaitiisha nafsi yako. Inasaidia kuitiisha nafsi yako. Nafsi yako inaweza ikawa inapiga kelele. Kuna vitu umeomba labda vimechelewa, nafsi yako inapiga kelele. Au kuna mtu mwingine unakuta wewe ukisikia umeshaomba sana, umeshaomba vitu vingi sana na unaona hujajibiwa. Kwa hiyo hata wakati wa maombi kama unataka kuomba kwa kile, ujui uanzie wapi katika kuomba. Kwa hiyo ile inaondoa, ikiingia kunena kwa lugha inaondoa ule uchovu wa rohoni. Inatiisha nafsi yako kabisa. Inatiisha nafsi yako kwa sababu unaponena kwa lugha kwa haraka haraka, maana yake mawazo yako yananyamazishwa. Hauwezi kuwaza mwili. Unakuwa huko ndani. Unakuwa kwenye the realm of the spirit, unatembea kwenye ulimwengu wa roho zaidi. Kwa hiyo inatisha nafsi yako. Kama nafsi yako ina maswali ambayo hayana majibu, wewe tu nena kwa lugha, omba kwa kunena kwa lugha. Nena kwa lugha, utaitisha hiyo nafsi yako, utainyamazisha hiyo nafsi yako. Lakini faida nyingine ya kuomba kwa kunena kwa lugha ni hapa. Kwanza, ile kuomba kwa kunena kwa lugha, wakati unapokuwa unaomba kwa kunena kwa lugha, inafukuza roho ya uzito na uchovu wa ndani. Uchovu wa ndani. Unajua Roho Mtakatifu amebeba nguvu. Kwa hiyo kama umechoka ndani, Roho Mtakatifu akija juu yako atakutia nguvu. Isaya 41:10. Lakini katika kitabu ile cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, soma Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume sura ya kwanza, anasema hivi: na siku ile alipochukuliwa, Matendo ya Mitume 1:2, na hata siku ile alipochukuliwa juu, alikuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale walioadhirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yanayohusu ufalme wa Mungu.
Sasa ukisoma kwenye ule mstari wa 8 katika Matendo ya Mitume 1 unaona Yesu anaposema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo unaponena kwa lugha, nguvu za rohoni zinaongezeka. Unapoombea watu, nguvu za rohoni zinapungua. Kwa hiyo kama unataka kuendelea vizuri, sasa wewe omba kwa kunena kwa lugha, kwa sababu unapoomba kwa kunena kwa lugha unaongezeka nguvu rohoni. Nguvu kama zinaongezeka, pia zina uwezo wa kupungua. Na ndio maana tunahimiza watu waombe sasa kwa kunena kwa lugha zaidi. Na katika hili neno unaona anasema, lakini mtapokea nguvu akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nguvu anazomaanisha pale ni nguvu za rohoni, sio nguvu za mwilini. Nguvu za rohoni. Lazima upewe nguvu za rohoni. Katika Isaya 40, ukisoma Isaya 40. Isaya 40. Unaona mstari wa 29. Isaya 40 mstari wa 29 anasema, huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo kama nguvu zinaweza kuongezwa, basi zinaweza kupungua, ndio maana zinaweza kuongezwa. Kwa hiyo kama unaweza ukapewa nguvu, maana yake pia unaweza ukanyang'anywa nguvu. Na ndio maana sasa ukinena kwa lugha, kuna nguvu inaachiliwa juu yako, sawa na Matendo ya Mitume 1:8. Anasema, lakini mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kunena kwa lugha sio mwanadamu anaileta. Ni Roho Mtakatifu akishakuja anaachilia hicho kitu kinaitwa ishara ya kunena kwa lugha. Na si ishara moja tu anaweza ikaachiliwa. Hakusema ni ishara moja. Kwa hiyo kuna mtu hajanena kwa lugha sasa mtumishi mimi sijanena kwa lugha. Tamani sana kuomba ujazo Roho Mtakatifu unene kwa lugha. Lakini hiyo sio ishara moja wapo. Katika Marko 16:15 ameeleza ishara nyingine kwamba unaweza ukaikia wagonjwa mikono wakapokea uponyaji. Hiyo pia ni ishara. Kuna kitu kingine kinachotokea ni kwamba inaondoa uchovu wa ndani. Uchovu wa ndani maana yake kama kuna nguvu umeishiwa kuna nguvu za mwili na nguvu za rohoni zinaweza zikapungua. Na ndio maana unaona katika Isaya 40 mstari ule wa 29 anasema anawapa watu nguvu wanaozimia. Unapoishiwa nguvu utazimia. Kuna kuzimia kwa namna ya rohoni. Huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Sasa nguvu kama zinaweza kuongezwa, zinaweza zikapungua. Sasa unaponena kwa lugha kwa muda mrefu zinaongezeka. Kwa nini zinaongezeka? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni chombo cha ujenzi. Kile unavyokuwa unanena mdomoni, maana yake ni ishara ya kinachoendelea ndani. Kwa hiyo ndani yako unakuwa unajengwa, ndani yako unakuwa nguvu zinaongezwa kwa sababu Roho Mtakatifu ameshaingia, ndio maana amekupa hiyo ishara, lakini akiingia anaingia na nguvu zake, unapewa nguvu. Nafsi yako kama ina maswali inatiishwa, nafsi yako pia kama imechoka inatiwa nguvu, inasaidiwa. Isaya 41:10 inasema pia kwamba Isaya 41:10 anasema usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu nami nitakusaidia. Roho Mtakatifu ni Mungu, ni nafsi ya tatu ya Mungu, ni mtendaji. Akisha ingia ndani yako anakutia nguvu. Unajazwa nguvu. Kama unazo kidogo zinaongezwa. Sasa na Isaya 40 mstari ule wa 29 zinaongezwa. Unaweza ukawa umepita mahali pagumu katika majaribu. Unajaribu kuomba huwezi, unapiga miayo. Sasa ni kuombewa ujazo wa Roho Mtakatifu. Na kama hujai kumpokea Roho Mtakatifu, kubali uombe ujazo wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ile ya 19 inaeleza zaidi. Na makanisa yalikuwa pia yanaongozwa, lakini watu walikuwa hawaambiwi habari za Roho Mtakatifu kabisa. Na huenda hata wewe ni hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari ule wa 1 mpaka mstari ule wa 10 inasema, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu kufika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Maana walipookoka. Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Kwa unaweza kukuta unasali mahali ambapo hata habari za Roho Mtakatifu hazihubiriwi. Sasa hii channel iwe ni madhabahu, utajifunza kumhusu Roho Mtakatifu mpaka utamuelewa. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu.
Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Kwa hiyo unaona pia Roho Mtakatifu pia anaombewa, unatakiwa uombewe aje juu yako. Sasa sema mtumishi, sasa ni kitu kinakuja nje kinanigusa. Hapana, yuko ndani yako ila ametulia. Katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, kisoma payo mstari ule wa pili, Mwanzo sura ya kwanza pale kwenye mstari wa pili, inasema kwamba nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa unaona pale Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu ana uwezo wa kutulia kwenye mazingira na ana uwezo wa kutulia ndani ya mtu. Sasa unapomfundishwa habari zake, kumjua na ishara zake kwamba ni pamoja na kunena kwa lugha, akisha kuja anachokifanya sasa, anaamshwa aingie kazini kiutendaji. Maana akiingia kazini kiutendaji, sasa ni watu wananena kwa lugha, watu wanaona maono, watu wanatabiri. Hizo zote ni kazi zake. Lakini tulichokuwa tunataka ni wewe ujifunze kuomba kwa kunena kwa lugha. Na tunapokuwa tunaomba kwa kunena kwa lugha, sasa maishara yanatokea mengi. Mungu atakwenda kusimama na atakwenda kukutana na wewe kwa namna tofauti sana. Lakini faida nyingine kubwa ya kuomba kwa kunena kwa lugha, inafungua usikivu wa mtu wa ndani, anakuwa anamsikia Mungu. Unaponena kwa lugha, kuna kitu kinachoitwa ndimi za moto. Matendo ya Mitume ile sura ya 2, zikipita zinasafisha usikivu wako wa ndani, yanaondoka magamba yote, manta yote yaliyokuwa kwenye masikio ya ndani yanaondoka. Unaanza kumsikia akizungumza. Warumi 8:16 inasema Roho mwenyewe ushuhudia ndani yetu. Ushuhudia maana yake ni kuongea. Anaanza kuongea ndani yako hatua kwa hatua. Hatua ya 4, anaanza kufanya kazi na wewe. Kile kitabu cha Warumi 8 mstari ule wa 28 inaeleza vizuri kwamba katika mambo hayo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema yote. Hawa ni wale walioitwa kwa ajili ya makusudi yake. Kwa hiyo anaanza kufanya kazi zote unazofanya, mnafanya kwa pamoja. Ukipitia mnapita kwa pamoja. Jamani, tamani sasa upokee Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninaamini kuna watu wengi sana wana kiu na Roho Mtakatifu. Nafsi ya mtu kuna wakati inahitaji, inakuwa na kiu sana. Lakini Roho Mtakatifu ana viashiria vingi. Unaweza ukanena kwa lugha, na wakati unanena kwa lugha ukasikia kama ubaridi. Ni maji. Ni maji yaliyo hai, unakuta sasa yameachiliwa, yanapita. Anasema katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 7. Yohana 7:38. Ukisoma pale anasema aniaminie, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Yohana 7:38 inazungumza pale kwamba aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia ana kiashiria cha maji. Ndio maana wakati mwingine unasikia jazwa Roho Mtakatifu. Maana aje kama kimiminika. Akishuka kama moto, unasikia something like electrical shock, kama umeme unapita kwenye mwili wako. Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Usiombe akutembelee, ni kitu kizito sana. Kumhimili Roho Mtakatifu lazima ufundishwe sana kumjua. Tena kama hamfundishwi habari za Roho Mtakatifu, mtu anaweza akajazwa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, mkamchukua mkaenda mkafikiria ni mapepo yamemvaa. Kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza akaingia akishuka anakuwa na nguvu, amebeba nguvu. Roho Mtakatifu akishuka anabeba nguvu. Ndio maana nasema mtapokea nguvu akishawajia juu ya Roho Mtakatifu. Sasa akishaingia kwa nguvu ndani ya moyo wa mtu, anaweza akaishiwa nguvu akaanguka ile mtu. Anaweza ukaona mtu analia, kumbe ni Roho Mtakatifu aliye ndani yake anaomba kwa kuugua. Sasa huyu ananena kwa lugha huko analia, ananena kwa lugha huko analia. Kumbe ni Warumi 8:26. Anaomba kwa sababu Roho Mtakatifu anaomba kwa kuugua ndani yake. Anavyougua ndani yake anatoa machozi. Kwa sababu yuko ndani na anafanya kazi ndani na anabubujika ndani. Na wakati mwingine anatembea kama moto ndani. Kwa hiyo ikusaidie kujua kwamba Roho Mtakatifu yupo,
nafsi yako itamani kumpokea Roho Mtakatifu, basi kama unahitaji kumpokea Roho Mtakatifu, funga macho tuombe na wewe. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, na kusihi ulifute jina langu katika kitabu cha mauti, na kusihi uliandike upya katika kitabu cha uzima. Ninakuomba sasa na ahadi yako, umlete Roho Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu sasa hivi. Roho Mtakatifu, ninakualika, karibu ndani yangu, karibu na nguvu zako, karibu na uweza wako. Kamata kinywa changu, kitumie jinsi upendavyo. Ninakusihi sasa unijalie kunena kwa lugha mpya katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninatambua wewe ni mtakatifu. Ninaomba sasa, anza kunitumia, anza kujidhihirisha, anza kujifunua. Ninakusihi sasa uzungumze ndani yangu. Ninakusihi sasa Roho Mtakatifu, kamata kinywa changu, kamata macho yangu, kamata miguu yangu, kamata nafsi yangu, kamata roho yangu, kamata kila kitu, ukikamate na ukitumie jinsi upendavyo. Karibu ndani yangu. Ninakukaribisha sasa uniongoze na kunielekeza. Amen. Kama umerudia maombi haya, Roho Mtakatifu ameshakuja, yuko ndani yako. Fanya maombi ya kumshukuru Mungu. Ukimshukuru Mungu, utasikia maneno ambayo hujajifunza yanakuja kwenye kinywa chako. Na hayo maneno, endelea kuomba kwa hayo maneno polepole 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 polepole. Utaona yanaongezeka siku hadi siku, siku hadi siku, na hatimaye utakuwa tayari umeweza kunena kwa lugha, kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza akaja ukasikia maneno yanatoka polepole kama ta, lakini yani ana ishara nyingi za kuja. Unaweza ukasikia kama unatetemeka, unaweza kusikia kama ni mtu anakumwagia maji ya baridi sana, unaweza kusikia kama mwili wako unawaka moto. Hivyo vyote ni viashiria vyake kwamba sasa ameanza kuja. Natamani Roho Mtakatifu akuongoze. Endelea kuomba, na kama unahitaji ushauri zaidi, basi wasiliana nasi kupitia namba zinazopita hapo ili tukupatie mwongozo zaidi. Mungu akubariki sana, na unaweza ukaachilia sadaka kwa ajili ya kusaidia kipindi hichi kufikia mataifa wengi wakaokolewa, na Mungu atakubariki. Ukiwa na ushuhuda, basi tutumie katika namba hizo. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.